ni grupu kubwa ya wanawake ambao wameumbwa na maumbile ya uvivu. Hawataki kujishughulisha, hawataki kushughulika, hawataki lolote. Lakini sasa badala ya kutokeza kusema mimi ni mvivu, amekuwa sasa, kukiwa na joto yeye ni mgonjwa, kukiwa na baridi yeye ndio zaidi. Wewe ukisema wataka Panadol, yeye ataka 4. Wewe ukisema kwamba wajisikia usuguliwe hapa, yeye akwambia mwili mzima, basi mantonesha tangu asubuhi hivi unionavyo. Wewe ukisema kwamba wasikia sijui, yani huna utakachosema, akawa yeye si zaidi. Mimi naenda kwa daktari mara moja. In fact mimi ambaye nitakwenda kwa daktari, una nini? Tangu jana najisikia sikia. Sasa kujisikia sikia maradhi gani? Maradhi gani yaitwa kujisikia sikia? Jidude kama hili likakuingilia nyumbani unkwisha. Tuna rafiki yetu kule maskini Nairobi, afanya kazi za taklifu, atoke kazini, aje jioni, apitie watoto skuli ya wachukue, aje asimame. Sasa kwa pikwa nini leo? Ilikuwa mimi mpike wali, lakini hivyo njisikiavyo, mimi naona utaupika haramu. Mimi labuda unipe hivyo vitunguu, labuda nikusongezee, sikuchambua, akusongezee vitunguu. Umuone mume mwingine, ukimtokezea mume, namsaidia wife bwana, unajua wife wangu hajisikii vizuri. Huyu mke wako, hakuna madaktari huyu siku zote asaidiwa na nini huyu? Ambia mume wangu, mahasidi hao mahasidi wataka kutumaliza, wenyewe tunkaa tusikizana. Yule mume ankata shauri, mke wake ni mzuri, hawezi kumkosa, lakini maafa ni hayo. Ukenda Jumamosi, Jumapili limekwenda kazana na maomo na chupi za mke. Shekhe, huyu mwanamke mpaka panties. Wajua maskini kimekuja hakijisikii vizuri, mikono yake kishika maji tu huwa hivi.